Ni matumaini yangu kwamba mupo salama, wapenzi watazamaji. Taifa letu la Kenya, mahala ambapo tunaelekea sio kuzuri, kama viongozi ambao wako mamlakani wanataka kuchochea wale ambao wanasema ukweli kwamba viongozi ambao wako mamlakani wakiongozwa na Rais Ruto ni wafisadi na hawapaswi kushikilia mamlaka. Siku chache ambazo zimeweza kupita, aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma pamoja na mwanasheria mkuu, yani former Attorney General Justin Muturi, alisema kwamba kipindi kimoja alikataa kutia wino stakabadhi fulani ambazo Rais Ruto aliweza kumwambia aweze kusign ili Kenya iweze kupata deal ya kupanda miti. Lakini Justin Muturi akakataa kutokana na kile ambacho aliweza kukisema kwamba aliona kwamba ule ulikuwa ni ufisadi, kwa sababu pesa ziwezi zikatoka kutoka kwa taifa la Russia zikakuja direct kwenye wizara ya environment, na badala yake pesa zinapaswa kutoka, kama ni Russia, ziingie kwenye wizara ya pesa ama fedha, kutoka kwa wizara ya fedha ziweze kuingia kwenye wizara ya nini? Ya environment. Kutokana na hayo ambayo Justin Muturi aliweza kuyasema, akisema kwamba Rais Ruto ni mfisadi, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anasema kwamba Justin Muturi anapaswa kuweza kukamatwa kwa kuweza kushikilia stakabadhi muhimu ambazo ziko na ushahidi kuhusu ufisadi ndani ya serikali. Tafadhali chukua sekunde yako 1, 2, 3 ukatazame haya, ninarejea. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anataka aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma aliyefutwa kazi Justin Muturi kukamatwa kwa kuendelea kushikilia stakabadhi muhimu za serikali. Akizungumza maeneo ya Pwani hii leo, Murkomen amekemea kile ametaja kuwa unafiki wa Muturi kuhusu ufisadi serikalini na hata visa vya utekaji nyara. Seth Olale anaarifu, huku Murkomen akiendelea na ziara yake usalama katika kaunti ya Pwani. Justin Muturi akamatwe kwa kuvunja sheria kuhusu utendakazi wa afisa mkuu serikalini. Waziri Kipchumba Murkomen nikaribisha katika eneo la Pwani. Haya ni maneno ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa tume ya EACC, DCI na ile ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. In another country could have been arrested because the principle of how to handle government documents is known. In US, for example, if those documents are in your email, that's a serious national security issue. Waziri Murkomen akipinga madai ya Muturi kwamba alizuia ufisadi kwa kudinda kufuata amri, na sasa ameamuriwa kutoa ushahidi kuhusu madai hayo ya ufisadi serikalini. I don't think there is anything that has reached a threshold that can be called that there was corruption, so therefore it needs to be answered. If it reaches a stage where there is a threshold, maybe he will be summoned. But why does he wait to be summoned? The other day he walked to DCI. He can also as well work with DCI with evidence. Aidha, waziri Murkomen akisema kwamba malalamishi ya Justin Muturi kuhusu visa vya utekaji nyara yanakosa ukweli. Kwa nini alikwama kwa serikali ambayo ilikuwa inafanyia Wakenya vibaya? Na hii ni kutafutia haki wa Kenya ama anatafutia kijana yake? Katika kikao maalum na wanahabari wa eneo la Pwani, waziri Murkomen alisema kwamba Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja hakufanya kosa lolote kwa kuhudhuria ziara ya rais eneo la Mlima Kenya wiki iliyopita. Kuwa na rais ambaye ameenda kufungua miradi ya kiserikali sio makosa, lakini pia kuwa na opposition leaders sio makosa. IG juzi alienda iftar pale Isli na community na akaenda kufanya iftar pamoja. Sasa utasema ujiuzulu kwa sababu umesanyana na wananchi?
Katika ziara yake katika kaunti ya Kwale, Waziri Murkomen alihudhuria jukwaa la usalama na wakazi na maafisa wa usalama katika jumba la Kwale Cultural Center kabla ya kusimamia rasmi shughuli ya usajili wa vitambulisho, stakabadhi za usafiri na vyeti vya kuzaliwa kupitia mtandao. Itakuwa ni kitendo kibaya sana kipindi ambapo serikali hapa nje inajaribu kusafisha jina kwamba wao hawapendi ufisadi, ili hali upande wa Ikulu ufisadi unatekelezwa. Kulingana na Justin Muturi, alisema kwamba Rais Ruto yuko na nyuso mbili. Uso wa kwanza hapa nje anasema kwamba anapigana na ufisadi katika taifa letu la Kenya. Uso wa pili katika Ikulu kuu ya Kenya, yeye ndiye anapalilia na kupanda ufisadi. Do you think we have a country here? Kipindi ambapo unapata kwamba mtu amejitokeza na kueleza jinsi ambavyo ufisadi unatekelezwa ndani ya serikali, kasema kwamba iwapo rais anataka kuhusika kwenye mambo na ufisadi, hatuwezi tukakuwa na taifa hapa. Bwana former Muturi akaweza, former Attorney General pamoja na former Cabinet Secretary kusema kwamba rais ni mfisadi. Hilo ni jambo kweli la kuweza kumkamata? Does it mean that kwa sababu former Attorney General alikuwa mamlakani, anajua siri za serikali, hapaswi kuweza kufungua kinywa? Na haya maneno ya kuweza kutaka kumkamata Justin Muturi yalianza tu baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kipindi ambapo alikuwa anafanya mahojiano na kituo cha NTV, kuonekana akiwa na stakabadhi muhimu sana, files zake akifungua ushahidi. Kwa hii lugha ya kimtaa wanaita kwamba ako na ushahidi kwa karatasi. Ishara kwamba serikali inashuku kwamba huenda Justin Muturi aliweza kumtumia Rigathi Gachagua some stakabadhi, yani baadhi ya stakabadhi ambazo ziko na ushahidi kabambe wa kufunga hii serikali. Kipindi kimoja Justin Muturi aliweza kusema kwamba hii serikali iko na nyuso mbili, William Ruto yuko na nyuso mbili, na aliweza kukataa kusign deal ambayo ingehusisha mabilioni kwenye upanzi wa miti katika taifa letu la Kenya, upanzi wa miti bilioni 1. I think William Ruto is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. I have come sadly to that conclusion. And I have no bitterness. For me, I just feel my own assessment. When I watch William Ruto sometimes talking to members of cabinet, and to see him say, I do not want to see corruption in my government, then I start wondering, who is this talking? And I'm sure we will have occasion to discuss a lot. Is he corrupt? Who? William Ruto. I think, I don't know. But if you see him talking about corruption, you're like, who is this talking about corruption? Is it because he's corrupt? I have so many examples. Not an example, but is he corrupt? Examples aside. Absolutely. Okay. Very. Yes, irredeemably. Okay. Corrupt. One example you can walk us through. I know you've told us that there's many. Just a. I don't want to give you the obvious ones about the Adanis, because I have some background
about it. He is the one who was clearly behind it. And I know this because when his advisor, Adan Mohamed, invited me to attend the COP28 in Dubai in 2023, he gave me a lot of information which ended up with the Adani deal about the airport specifically. Even during that same time, some Russian oligarchs who had offered to invest $1 billion here in Kenya. And again, it came from Adan Mohamed. In fact, I have even staff telling me that an NGO, I go and check. If there's no, I said the NGO council says we don't have any such company. No such thing is registered. Then, on the day we were coming from India, after that COP28, we flew to India for state visit, blah, blah. I am landing on my way back because Guru, this guy of Defki, I see Ruto around him. It's one of the Guptas. When Guru told me during breakfast on the day we were leaving Delhi, that that plane of the president is not good. I've chatted another one for him as we are going direct. Get an executive jet. I've gotten him. So I land in Dubai. Ruto is calling me. Those people, those Russians want to. They are there. They are in Dubai. They are waiting. You signed in. I said, I'm just at the airport and I'm on transit. I am not leaving the airport. Right. He said, no, but they are there. Your people, your staff have already worked on the document. I said, no, I will need to go and review it in office. This document being the deal? The deal. They were purporting to give a grant of $1 billion to grow allegedly 3 billion trees towards the 15 billion. William Ruto, whenever he comes up with a program, it's for money making. For him, it's for money making. Now, I come and tell them, they bring me an MOU. I tell them, and I remember I spoke about the MOUs. Yes. I told them, it came from the Minister of Environment, which they pushed through. I tell them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to the National Treasury, and is money coming from abroad. Right. And you're being asked to sign in an airport. I'm being told to sign at Dubai Airport, and there's William Ruto calling me directly. I'm telling you. But anyway, maybe I could. Let me say this. No, finish. Let me say this. I think it's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. And we have too many examples to give. And you knew this before you were. Did you know this before you were fired? Wouldn't this information have been helpful to the people of Kenya if we knew it before? Like I said, I am a gentleman. And I was going to, in fact, somebody talked about a book. It's a book, the book is already in the works. I started immediately I left, actually just before I left Parliament as Speaker. That's when I began working on it. Then now that we went into campaigns, I stopped a bit, and then I said, why don't I just wait and finish my experience in the cabinet before you do an expose? No, it's a book to give this so that the book also includes my experience in the cabinet. Na kama njia moja ya kumtishia Bwana Justin Muturi, waziri wa zamani, serikali iliamua kuondoa ulinzi ambao kulingana na kikatiba anapaswa kupata. Kulingana na katiba inasema kwamba spika ambaye ameweza kustaafu kutoka mamlakani, mfano kama Justin Muturi aliweza kuhudumu kama spika kwa kipindi fulani mpaka akamaliza, I think serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mpaka akamaliza hawamu ya miaka 10. Kwa hivyo yeye kama spika alikuwa anapaswa kupewa ulinzi,
magari na wafanyakazi. Lakini serikali hii iliweza kuamka asubuhi na mapema, wakaweza kuondoa ulinzi wa Justin Muturi kama former speaker, not like a former CS but former speaker. Waliweza kuondoa ule ulinzi kama njia moja ya kumtisha, kwa sababu Justin Muturi ameweza kuonekana kwamba yuko na stakabadhi muhimu sana ya kuweza kumfunga William Ruto. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security, which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. But I said it's okay. There are very many Kenyans without, government security, and therefore it is not the kind of thing that really should worry somebody. But it's just to observe that, under the law, the retirement benefits, the Designated State Officers Retirement, Act, Chapter 197B, deputy presidents, retired speakers of the Houses of Parliament, Chief Justice and Deputy Chief Justice, former Prime Minister, former Vice President, are all covered in that act. That's a small issue that can be sorted by the IG. I don't think it can be escalated to the office of CS. If he has any entitlement, it will be checked. In the first place, to know if it is true, and once we know it is true, it can be sorted by the IG. I think that's a small issue. If he requires to escalate it to my level, I'm sure he can write to me. As I told you that as in the security sector, we don't do things politically. Yeah, we must all follow the law, and I don't think any security can be withdrawn from any person who is entitled to for political reasons. And as I said, I will get the clarification from the IG. There's a possibility, of course, of scale down because of when you are no longer holding office, and that's what we expect all of us. When you are no longer holding office, they will scale down the security. But there is no reason for me to believe that he doesn't have security until I get a proper brief. Thank you. So, wapenzi watazamaji, kama wewe ni mgeni, piga subscription, like video, bonyeza kengele ili tusonge mbele kwa utaratibu. Kishafanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1 cha Kenyan Media. Tuendelee kukaa familia kubwa, tuendelee kujenga platform yetu ambayo tutakuwa tunatumia kuweza kusemezana mawili matatu ambayo yanatendeka katika taifa letu la Kenya. Support yenu sitaweza kuichukulia hivi hivi. So ladies and gentlemen, kabla tujasonga mbele, kama kuna watu ambao wanapaswa kuweza kukamatwa, tunafaa kuweza kuanzia Rais Ruto. Kwa sababu there is no way anasema kwamba ufisadi unaisha, alafu upande wa ikulu kuwa anatekeleza ufisadi. There is no way President Ruto anaweza akasema kwamba tunataka kuweza kuleta amani, ili hali kulingana na madai yake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anasema kwamba William Ruto yeye ndio mpiganishi mkuu wa vita upande wa Sudan. So there is no way yeye ndiye anapaswa kuweza kukamatwa kwa kuweza kuhusika kwenye ufisadi, kwa kuweza kuhusika kwenye kuleta vita. Hakuna haja ya kuweza kumkimbiza Justin Muturi hapa na pale, sijui wanamtishia wanampelekea maafisa wa polisi. Na mimi sitetei Justin Muturi. Kama tunataka kuweza kumaliza ufisadi, tunapaswa kuweza kuanza na viongozi wakuu. Muturi aliweza kusimama imara na kusema ukweli. Rais hapaswi kuweza kushikilia afisi kwa sababu ya ufisadi. Rais hapaswi kuweza kushikilia afisi kwa sababu ya extrajudicial killings. Rais hapaswi kuweza kushikilia afisi kwa sababu ya abductions. Kwani aliua mtu? Si alizungumzwa kweli?
Kama Rais Ruto aliweza kuona kwamba Justin Muturi he was incompetent, wacha tulete ushahidi, kila mtu ajitetea hapa na pale, tuweza kujua endapo Justin Muturi is incompetent, jinsi ambavyo Justin Muturi ameweza kusema kwamba yuko na ushahidi wa kuonyesha kwamba William Ruto ni corrupt. Hicho kitu ndicho kimeweza kumuuma mtu ambaye anaitwa Kipchumba Murkomen, akasema kwamba they will need to summon to arrest Justin Muturi for withholding government documents. Kumaanisha kuna mambo ambayo wanafanya hapa hawataki yajulikane. Angalia mfano, mimi sioni Justin Muturi makosa yake ya kukamatwa. Alisema kwamba ufisadi uishe ndiposa taifa letu lisonge mbele. Rais Ruto anapaswa kuweza kumaliza ufisadi mwanzo ili taifa letu lisonge mbele. Tumalize utekaji nyara wa wananchi. Okay. There's no way we can continue abducting Kenyans for only saying the truth. If we want our country to prosper, we must end abductions. Sasa Justin Muturi akisema kwamba tumalize ufisadi, ndio huyo Muturi, ndio huyo yani Murkomen. Unajua Muturi na Murkomen yanakuwa karibu kufanana. Ndio huyo Murkomen anasema kwamba sijui Justin Muturi anapigania mtoto wake kwa sababu aliweza kutekwa nyara. Does it mean that mtoto wa Muturi si Mkenya? So does it mean that mtoto wa Muturi aweze kukosewa asitafutiwe haki? Ama ni mimi peke yangu sikusikia vizuri? Eti kwa sababu Muturi hayuko na mtoto wake, so anapiga serikali vita kuweza kutafutia mtoto wake haki. Si alisema abduction isiishe? This was a reckless reply from CS Murkomen. Sasa basi, kama kusema ukweli ndio itafanya serikali kuweza kumkamata Muturi, si wamkamate basi kwa sababu ya kusema ukweli. Kuna vitisho vingine ndani ya hii serikali bwana, havipaswi. Sijui wazo lako lilipi mpenzi mtazamaji. Badala ya kuweza kuangalia haya mambo ambayo Muturi amesema kwamba okay, ufisadi uko hapa, serikali iweze kuacha hao mambo ya ufisadi, tusonge mbele. Wao wanataka kumkamata Muturi kwa kusema ukweli. Does that one make sense, ladies and gentlemen? I wish to see your reactions. Kama umeweza kunitazama mpaka hapa, ninakuomba uweze kumark register. Uniambie sehemu ambayo ulipo. Kama uko +254 tafadhali nijulishe. See you in the next video. Asanteni sana.